pumziko kwa familia. Yupo Mungu anaweza akasimamisha mazishi ndani ya familia. Yule mama akaniambia, pasa, ninaongea kuhusu miaka 8. Ni kweli tumeombewa na tumeomba, lakini mambo yamekuwa ni hivyo hivyo, na ndio maana mimi lengo langu nimekuja tu angalau nipate fedha. Mwezi wa 8 nisafiri bara kuzika. Nikamwambia, leo nitakupatia mwanamume ambaye anaweza kufunga milango ya makaburi kwa ardhi ya kwenu. Nitakupatia mwanamume ambao ataweza kufunga milango ya mauti kwa jamii ya kwenu. Nitakupatia mwanamume ambao anaweza kaleta suluhisho na pumziko katika kilio katika jamii. Akaniambia, pasa, omba tu nione kama itatendeka. Ainuliwe Bwana wa mabwana, wa mabwana, wa mabwana, wa mabwana, wa mabwana, mwenye uwezo na mamlaka aliyo hai. Ninavyosema mpaka leo, kuanzia mwaka wa 2020 kabla ya corona, haujawahi zika mpaka leo. Yani midomo ya makaburi katika jamii yao ilifungwa na huyu mwanamume. Huyo ndio Yesu ninamuleta jioni ya leo. Anaweza kafunga mauti kwa jamii. Anaweza kafunga laana kwa jamii. Anaweza kaondoa mikosi kwa maisha yako. Anaweza kaondoa kilio katika maisha yako. Ni nani yule ambaye anasema, nimeubeba mzigo, nahitaji pumziko? Yesu anasema, njoo kwangu ulielemewa na uliye na mzigo mzito, yeye akupatie pumziko. Yeye akupatie pumziko. Utaishi na mizigo ya dhambi mpaka lini? Utaishi na mizigo ya magonjwa mpaka lini? Utaishi na mizigo ya laana mpaka lini? Utaishi na mizigo ya mauti mpaka lini? Utaishi na mizigo ya madeni mpaka lini? Utaishi na mizigo ya divorce mpaka lini? Utaishi na mizigo ya huzuni mpaka lini? Yupo mwanamume jioni ya leo amekuja kuitisha mizigo kama hiyo. Anasema, njooni kwangu nyinyi mliolemewa na mizigo mizito, nanyi nitawapatia pumziko. Kuna mtu mmoja ninaongea naye jioni ya leo, anahitaji pumziko la maisha, anahitaji pumziko katika jamii, anahitaji pumziko ndani ya madeni, anahitaji pumziko ndani ya familia. Yesu ananiambia nikuambie, njoo kwake wewe ulielemewa na mizigo mizito. Yeye atakupatia pumziko. Ako tayari kubadilisha maisha yako. Aliyebadilisha maisha yangu anaweza kubadilisha maisha yako. Aliyebadilisha maisha ya jamii ya yule mama anaweza kubadilisha maisha yako. Na siongei tu huyo mama, wapo wengi wako na mapumziko ya magonjwa. Waliobeba kansa leo wamepumzika kansa. Waliobeba HIV wamepumzika HIV. Waliobeba magonjwa ya figo wamepumzika magonjwa ya figo. Waliobeba magonjwa ulevi leo wanamsifu Bwana, wakisema Bwana amewaondolea huo mzigo. Naongea na mwanadamu jioni ya leo, nikwambie uliye na mzigo, Yesu anataka kukupatia pumziko jioni ya leo. Yesu anataka kukupatia tumaini jioni ya leo. Aliyepatia yule mama tumaini kwa ajili ya kumrejeshea mwanao. Kuna watu ungelikuwa mbali leo. Kuna watu maisha yako yangelikuwa mbali leo. Kuna watu maisha yenu yangelikuwa mbali leo, lakini shetani aliwabebesha mizigo. Na ndio maana chochote unachofanya lazima utang'ang'ana. Mambo ungeyafanya kwa miezi 3, unaifanya kwa miaka 6. Mambo ungelifanya kwa mwezi mmoja, unasafiri miaka 2 ndio ufanikiwe. Nyumba ungelijenga kwa miezi 6, unatumia miaka 5 ndio uijenge. Huo ni mzigo Yesu anataka kuondoa. Huo ni mzigo Yesu anataka kukupumzisha. Kuna watu wako mahali hapa wananisikia. Kuna wengine wangelikuwa na vyeo, lakini leo bado wamepewa demotion. Kazi ni ile ile umeishi kuifanya. Haujawahi ongezewa mishahara, haujawahi pandishwa cheo. Katika biashara faida ni ile ile, haijawahi ongezeka. Huo ni mzigo Yesu anasema jioni ya leo. Walio na mizigo mizito
wajawazito, njooni kwenu mpate pumziko. Kuna watu wanaishi kwa madawa. Kuna mzee mmoja nilimwombea Nyali. Yule mzee alikuwa na pesa. Yani ukiongea pesa, naongea kuhusu pesa, siongei mambo ya kubahatisha. Ukiingia kwake yule mzee, geti ya kwanza imeandikwa Ubwakali, unaingia inafunguliwa na remote. Geti ya pili unampata watchman, unaacha kitambulisho, unasaini na nakupatia na kupiga picha. Geti ya tatu unaingia, unapata askari ameshika mambwa. Na geti ya tatu na keti mahali fulani, unangojea mlango ufunguliwe na remote. Hapo ndipo unaingia na unapelekwa katika sebule ya wageni kufikia. Nikaingia pale na ukuta umewekwa stima, ukuta umezungukwa na stima, ndani kuna mbwa. Geti tatu. Lakini jambo la kushangaza, mzigo wa magonjwa haukuzuilika. Yule mama na mzee akaniambia, pasa, nimesikia uliombea mtu akapona, na ndio maana nimetumana mtu uje uniombe. Mimi sijawahi enda kanisani, lakini nina uwezo wa kila aina. Nina kila aina, Mungu amenibariki. Lakini jambo la kushangaza, akanifungulia wardrobe. Wardrobe imejaa madawa. Ananiambia kila mwisho wa mwezi tunatumia madawa ya shilingi 600 ndio tuwe vile tulivyo. Sasa nimekuja niamini Mungu wako kama anaweza kanifanyia jambo. Nikamwambia jambo ni moja, ni kweli yupo Mungu anaweza akafanyia mambo, lakini huyo Mungu yuko na kanuni zake. Umwamini, patiana moyo wake kwa Yesu ili apumzishe maisha haya magonjwa. Yule mama na yule mzee akaangalia mali alizonazo, akaona kana kwamba hata Yesu hana hitajiki katika hiyo familia. Nikamwambia suluhisho la tiba ya magonjwa yako ni umwamini Yesu na usamehewe dhambi, ndipo atakuondolea hii shida. Lakini yule mzee akawa mgumu, na inuliwe Bwana aliyeweka moyo mgumu ndani ya moyo wangu. Nikamwambia kanuni ni hizo, maana nayasikia kutoka kwa Bwana. Maombi nitakayofanya naweza nikakuombea na ukazidiwa, maana maandiko yanasema pepo likimtoka mtu huzunguka zunguka likatafuta maeneo liingie, likikosa linarudi mahali limetoka, na likikuta maeneo yale hayapata mrithi wa kutawala, hali ya mtu ile itakuwa mbaya zaidi na huenda akaondoka dunia. So nikampatia mambo ni mawili: kubali Yesu abadilishe maisha yako na abariki jamii yako. Ni kweli uko na mali, ni kweli unaishi mahali pazuri, yani ukiingia hapo utadhania unaishi msituni, mahali pazuri, lakini shetani haheshimu mijengo. Shetani anamheshimu Yesu wa Nazareti. Shetani haheshimu security. Shetani haheshimu mali ulizonazo. Shetani anaheshimu Bwana wa mabwana, wa mabwana, wa mabwana. Yule mzee akawa na moyo mgumu, lakini mama akakubali. Tukamwombea mama, na mzee akasema, pasa, nenda nafikiria na nitakuita tena. Ainuliwe Bwana, hajawahi niita tena, na habari za mtu yule zilifutika chini ya jua. Mama ndiyo yuko hai leo. Nakwambia, aliye na mzigo mzito Yesu anatamani kumpumzisha. Njoo Yesu akuondolee hiyo taabu. Njoo Yesu akupatie tumaini la uzima. Njoo Yesu abadilishe maisha yake. Angelikuwa yule tajiri angelikubali maneno yale, leo hii angelikuwa bado anaishi na mkeo. Mke wake ameokoka na anatumikia Mungu mahali anapokaa akiwa na amani, lakini alimkosa Bwana, maana Bwana alifanya moyo wake kuwa mgumu. Mpaka lini utafanya moyo wako kuwa mgumu, mwanadamu? Haya tunayaona ni mizigo iliyo
yanayokuja duniani yatapita kama upepo, yataondolewa kama gharika, yatamalizika. Wapendwa, unaweza ukasema, Pasa, mimi sina jawabu, sina tatizo lolote, mimi ni mzima, niko na nyumba yangu, niko na akaunti, nafanya kazi. Lakini nimekuja nikuambie jambo moja, unaweza ukawa na vitu vyote hivyo, lakini kama hauna Yesu ndani ya moyo wako, huo ni mzigo wa jehanamu. Shetani anakupeleka. Njoo ondolewe mzigo wa kutomwamini Yesu, pate pumziko la maisha ya milele. Elewa, dunia ni mbingu ya kwanza, ya pili ni mahali ambapo tunaenda kuhukumiwa, na kuko maeneo mawili, iko jehanamu na iko uzima. Unaweza ukaniuliza ukasema, jehanamu ulienda ukaona huo moto? Nitakwambia sijaenda, lakini nimeamini kilichoandikwa ambacho kimenibadilisha. Hicho ndicho nimekiamini, na hata kilichoandikwa ni cha ukweli, maana kimenibadilishia maisha yangu. Maana niliyaona katika Biblia, vile ilivyoandikwa ndivyo inavyotimia. Basi jehanamu pia itatimia, uzima pia utatimia. Na ndio maana wakati ninapoendelea kumalizia na kuuliza swali moja, ndugu yangu, dada yangu, mahali ulipo unaponisikia, ya kwamba leo roho yako ikiondoka duniani utaenda wapi? Ni wapi utapokelewa? Ni wapi utaenda? Ni wapi maisha yako yataenda? Maana mali haitakupeleka, maana jina haitakupeleka, maana cheo hakitakupeleka, maana sema haitakupeleka. Jambo moja ambalo ninalolijua linaweza kunipatia tumaini la uzima, Yesu wa Nazareti anaweza kanipatia uzima wa milele. Na ndio maana jioni ya leo ananiambia niulize mtu uliye na mizigo mizito, njoo akupumzishe ili upate tumaini la pumziko. Uliye na mzigo mzito, njoo akupumzishe ili upate tumaini la amani. Sema amen. Njoo